Tufumbe macho tupate kuomba. Baba na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunatamani tena kwa muda huu mfupi wa jioni kusikia kutoka kwako. Nafahamu jambo moja tu, ya kwamba umetuita hapa chini ya milima hii, chini ya miamba hii, ili tukutane na wewe mwamba mkuu Yesu Kristo. Tafadhali ufikie moyo wa kila mmoja wetu. Usitupite Mwokozi. Usitupite Bwana. Kama ulipita katikati ya Samaria ili ukutane na mwanamke Msamaria, pita katikati ya miamba ukutane na mimi na mtu fulani mahali hapa. Jidhihirishe kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Kumbuka ya kwamba makambi ya mwaka huu tumetumwa kuja kusema kwamba kuja kwa Yesu Kristo ni hakika. Yaani hapana mashaka, anakuja tena. Ukiona Pastor Temba anahangaika na unabii, ni kwa kuwa anakuja tena. Haleluya. Ukimwona Pastor Kiombile anahangaika na uwakili na uaminifu, ni kwa kuwa anakuja tena. Na kama anakuja, lazima kuwe na maandalizi ya ujio wake. Ndio maana tutasema tena na tena. Mimi kazi yangu ni kuendelea kukuambia dalili. Sio kwa kuwa huzifahamu, maana unazisoma, lakini nimekuja kukukumbusha baadhi ya dalili. Haleluya. Tunakumbushana tu dalili. Tunajua na hatuachi kuamshana, hatuachi kusema kila itopo leo, maana tunahitaji kuokolewa. Haleluya. Kuna dalili chache tena tutajifunza hapa. Sio kwamba huzifahamu, ila natamani Roho Mtakatifu akuamshe, aniamshe tupate kuokolewa. Tutajifunza katika kitabu cha Timotheo wa pili 13. Tulijifunza habari ya kwamba dhambi ya Sodoma itapigiwa kampeni na kuhamasishwa katikati ya mataifa. Mchana tulijifunza hiyo. Itapigiwa kampeni, itaabudiwa, itafanywa kwa kitu cha maana, itatengenezewa barabara, itaundiwa makamati, itatengenezewa mazingira kionekane kwa kitu kizuri, itahamasishwa katikati ya mabaraza ya Umoja wa Mataifa ionekane kwa kitu bora. Dhambi ya Sodoma. Na hatua zinazoendelea ni kama kusema imepenya na imeamka kwa kiwango cha juu sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanahudhuria kwenye mabaraza yale ya kufanya counseling kwa ajili ya watoto walio wahanga na watu yani waathirika kwa ujumla. Lakini kwa kweli kesi zinazowasili mezani zinaonyesha kabisa kwamba hii kampeni ni ya chini chini sana, lakini ya uhakika kabisa kabisa. Ndio maana wito wangu wa mchana nilisema omba. Yaani ukisema namna gani vipi? Kuna mtu ambaye amejipanga kwa ajili ya mtoto wako. Amejipanga kwa ajili yako mwenyewe. Umesikia kisa cha mtoto wa miaka 3. Umekaandaa tu kanaenda shule, mtu amejipanga. Kwa hiyo hiyo ni dalili. Lakini hapa kwenye Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili 3 inatuambia baadhi ya dalili. Na hapa ni mchungaji kijana tu anaaswa, anaambiwa na mchungaji mtu mzima. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mentor wake, anamwambia, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Ninaamini kwamba watu wa miamba ukiambiwa lakini ufahamu neno hili ya kwamba unapopita hapo mbele maeneo haya ya hapa Amani, wakati unataka kuteremka hapo Mshiwi hapo mbele kidogo hapo kuna hatari. Si lazima utaanza kuamsha usikivu kwamba ni hatari ya nini? Utajiuliza, je, kuna nyoka? Je, kuna vibaka? Je, kuna nini tunasema hiyo landslide, au kuna ufa gani huko mahali hapo? Nifika kule Chome nikakuta hatari kwenye kanisa moja. Nini? Kanisa tu limeanza kutengeneza ufa. Kanisa lililotengenezwa mpaka msingi umebinuliwa, lakini ufa kabisa mwanya, choo kimebomoka nini? Tayari limegawanyika, tayari unaona kabisa ufa mpaka kule chini. Wanajiologisti wanabaki kujiuliza ni nini? Kuna nini hapa? Nini kitatokea? Hizi nyumba za jirani, je, watu watakuwa salama hapa? Wanajaribu kuangalia ni nini hicho. Hiyo si ni hatari jamani? Imebidi wale watu wahame chapa. Watafute mazingira mengine kufanya nini? Ya kusali. Hiyo inaitwa nini? Hatari, si ndio? Unaambiwa ufahamu kwamba kuna
Ukiambiwa kuna hatari, ni lazima uamshe masikio. Yaani bila kujali unaamsha nini jamani? Masikio, kwamba hicho kitu ni nini. Huyu mchungaji kijana anapewa mahusia. Naambiwa nyakati za mwisho, yaani sio kwamba yaani Mtume Paulo aliongozwa tu na Roho wa Mungu kumwandikia, kwa sababu bado hata hivyo alitangaza akasema, ule mwisho hautakuja mpaka aje yule mtu wa kuasi atakaye nena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa hiyo ilikuwa bado kuna miaka mingi mbele, mpaka mwaka 1798 ndipo tunaanza kutangaza kwamba wakati huu ni mwisho wa dunia. Ndipo habari njema za kurudi kwa Yesu Kristo zilikuwa zinatangazwa. Ndio mahali mwanzo wa siku za mwisho ulipoanzia. Mwaka gani jamani? 1790 ngapi? Na 8. Kwa hiyo ni kama aliongozwa, sio kama, ndio kweli. Aliongozwa kuandika huu waraka ili utufikie sisi tuliokutwa na miisho hii. Jamani, tuko pamoja? Anasema maana watu watakuwa wenye kupenda fedha wenyewe, wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio safi, wasio na shukurani, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Sasa Mtume Paulo hamwambii tena Timotheo, Roho wa Mungu anatuambia sisi leo kwamba hao nao fanyaje? Jiepushe nao. Sasa anazungumzia kujipenda wenyewe, kupenda fedha. Jana tulizungumza kwamba mtu alipenda fedha ambaye ni Balaam, kiasi cha kufika hatua ya kuuza haki, ya kukubali kulaani Israeli, kitu ambacho hakuwa ametumwa. Hiyo dhambi ni mbaya na inaendelea duniani. Lakini na dini nyingine ni kujipenda wenyewe. Tuna ulimwengu ambao yaani imefika hatua tunakoelekea mwili ni kama ibada. Yaani kuna saa mwili unahangaikiwa mpaka unamwonea mtu huruma, mpaka unajiuliza ni huu utakao nusa mavumbi au kuna kitu kingine cha ziada. Yaani mwenyewe mwili, yaani mwenyewe yeye yaani imefika hatua hata tunaowatoa kwenye viuno vyetu hawana nafasi kubwa katika maisha yetu kama tulionayo sisi wenyewe. Kitu cha kutisha. Kutana na dada mmoja na mtoto wameambiwa shule zimefungwa, anasema jamani, zile bajeti tena zimeanza kuongezeka. Mtoto wako uliyemzaa, kwa ulitaka nani amlishi? Lakini wewe mwenyewe kanasema ningekuwa mwenyewe hapo saa hizi ningekaa zangu, chips yangu hapo hotelini, ningekula, maisha yangeendelea. Kujipenda nafsi, dhambi ya watu wa siku za mwisho. Jamani, tuko pamoja? Yaani kujipenda nini jamani? Kujipenda mwenyewe. Lakini tunapozungumza kupenda fedha, imefika hatua mtu anatamani, sijui hata angeambiwa atoe lita ya damu ili tu apate pesa, yuko tayari. Yaani hata tunapozungumza habari ya dhambi ya Sodoma, wengine sio kwa kuwa wanapenda. Nilikuwa naambiwa habari za kijana mmoja aliyemaliza form 6. Anajipanga kwenda chuo. Wazazi mambo yamekaa sio vizuri. Anahaa kwamba itakuwaje. Akakutana na mshenzi mmoja wa mjini, akamwambia, "Wewe nipatie nyama ya serikali, mimi nitakupeleka shule." Na kwa kweli kijana akajiingiza. Muamala akaanza kusoma 200,000, 300,000, lakini hivyo mpaka majirani wenzake ndio wanaanza kushtukia kwamba jamani, huyu kijana mbona kama sio hali ya kawaida hii? Mbona hayuko katika hali ya kawaida? Baadaye kwa sababu ni vijana anashirikiana na wenzake, alipoacha tu simu wenzake wakaitrace simu yake. Wanakuja kugundua message za mwanaume mwenzake zimeandikwa honey, sweet, nini, mwanaume mwenzake. Lakini pia miamala inasoma ya huyu mwanaume.
Yaani wetu wamependa fedha kiasi ya kwamba wengi inawaletea mauti. Tukizungumza habari za matoleo, mtu anafika mahali anakunja sura, anaonyesha dharau ya wazi kana kwamba yeye ndiye mmiliki wa vitu hivyo. Nadhani kwambia rafiki yangu, chochote kilicho mikononi mwako Kristo amekupatia kama zawadi. Yaani si chako kwa hakika. Wacha nikwambie, utavikusanya, utavinundika, hapana shida. Lakini siku ukienda kaburini, yaani kama watanipendelea sana, watatafuta tu kigauni changu kimoja, watasema labda madam hiki kigauni chake alikuwa na kivaa kinampendeza. Hata sioni, hata sijui. Mtanivalisha tu hapo, mtanitumbukiza, mkanipa jeneza la milioni, mimi sijaona. Mngenitupa hapo barabarani, mimi sijaona. Sasa swali linabaki, umezilimbikiza na unaziacha. Alafu sister wetu anasema hivi, walaji wanaokuja kuzila baadaye, kwa sababu hawatazila kwa utaratibu unaomtukuza Mungu, uko kaburini. Kaburi sisi tumekuzika, umekufa shujaa. Kaburi limeandikwa mlevi, mlafi, imeandikwa mzinzi, mfujaji. Kwa nini? Walioachiwa duniani hazikuachwa katika utaratibu unaoeleweka, hivyo hawakuzitumia kwa heshima na nidhamu ya kumcha Mungu. Huku uliambiwa rafiki, leta tujenge nyumba ya Mungu. Leta humu, leta zaka na sadaka iliyo kamili. Leta hiki, unasema mvikia vana vangu, watoto wangu. Yaani unasema watoto, Mungu naye anasema mbona hao ni wanangu? Na hata kama ni utaratibu wa kuwawekea, ulikuwa uninyang'anye sehemu yangu ili uwawekee wao? Ulikuwa uwe mnyimivu kiwango hicho ili uwape wao? Haikubaliki. Jamani, tuko pamoja? Yaani acha kuipenda kiasi ambacho inafika siku ya Sabato unaambiwa ni kunywesha tangawizi, utaenda kuchanganyikiwa. Unasema shadu utandishia, wacha tu huko. Ni kupenda fedha rafiki yangu, wakati mwenye hizo mali anakutazama tu, na yeye ndiye anayetoa jua na mvua ili tuweze kuvuna. Hivi unadhani vipi kama siku moja usiku na mchana uwe giza? Unadhani tutakuwa na nini? Nakumbuka mwaka ulikuwa 80 ngapi? Na 2, 21. Yaani ndio kuku tu ametoka nje. Alafu saa hiyo ukaanza usiku tena. Vikuku vikajikusanya kabisa, vinarudi ndani. Watu wanatetemeka kwa hofu kuu. Ni nini kinachokuja? Wacha nikwambie, tupo tu hapa, uko tu na hivyo ulivyo navyo, kwa kuwa Kristo aliamua uwe navyo. Ni yeye anayesema hufukarisha tena hutajirisha. Ni afadhali ukazihitaji fedha kuliko kuzipenda fedha. Unajua kuna tofauti ya kuhitaji na kupenda, si ndio? Kuhitaji kila mtu anazihitaji, maana tunahitaji matumizi. Lakini kuzipenda, kuna mzee mmoja alipata stroke, yuko hospitalini maana mwanae alimwibia fedha. Pastor Temba utanisamee maana ni mtu wa kwenu. Yaani amebonyeza akapata kadi ya baba, akajua na password, akaenda anachomoa. Mzee alipofika benki, milioni 100 ibaki milioni 10. Mzee akasikia kufa, mzee akadondoka pressure, mzee akachanganyikiwa, mzee kwa hospitalini. Fedha akinyanyua kitu hivyo, mzee usio na wasiwasi, wanazipanga zile 10,000 wanamsha mzee hizi hapa. Unapaswa hivi ifike mahali kwamba hata ukipoteza kila kitu hakitaathiri maisha yako na Kristo. Hapo tutasema umezihitaji lakini hujazipenda. Lakini ikifika hatua unasema nakata mtu panga, namchinja, we tayari. Lakini anasema hivi kitu kingine ambacho ni dalili ya siku za mwisho, wenye kujisifu. Tuna ulimwengu wa watu wenye majigambo mpaka utashangaa. Wenye kujisifu, mimi naweza, mimi najua, mimi najulikana, mimi na uhusiano na fulani, mimi si mmoja Ikulu tu watanielewa, mimi ni msomi, mimi namiliki, mimi. Amna. Hata Lucifer alipoanza kukatabia, ilibidi kafanywe nini? Ambiwe bwana, we hapa huna nini?
Amna, sisi ni mavumbi tu. Sisi tunauawa na wadudu ambao hawana hata mfupa. Yaani tu hapa tupo tu, hata kama ungekuwa na majigambo yanayofika wapi. Lakini nataka nikwambie maisha yetu ni mafupi, tunapaswa kumsifu Mungu kwa kila hatua ya maisha yetu. Haleluya. Acha kujisifu. Kuna watu wenye kiburi. Dalili za siku za mwisho. Kiburi. Nakumbuka kuna mtu fulani alisema hivi, mimi ana watoto. Sasa mimi na watoto bwana. Na watoto. Anasema hizo mbwa zangu zikianza kuingia huko. Mmoja yuko hapo Dodoma, mwingine yuko hapo Nairobi. Kuna anasemea Ulaya bwana. Na watoto mimi. Watoto walianza kuletwa mmoja baada. Yaani wakiletwa, hawaletwi wakiwa wamesimama. Wanaletwa wakiwa hivi. Si mnaelewa Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yaani unao bado? Na kuuliza unao bado? Wenye kujisaacha. Acha sifa zisizo na sababu. Yaani acha kwa sababu anayestahili sifa ni Mungu wapi? Wa mbinguni. Lakini mbaya kaniambia mama. Kalikuwa kadogo miaka ya 99 nafikiri. Anasema anamshtakia mwenzake wanasoma naye, anasema ameniangalia juu chini. Si unajua ile ambayo mtu anakuangalia si unaelewa? Kihuru. Unajua? Yaani mtu ametokea kule na anaingia tu anapiga kelele. Kitendo cha kupiga kelele, ameingizwa tu ofisini, amefunguliwa hata bila maombi, amerudi kwenye mkutano. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa wewe acha kiburi bwana. Wewe hata kama yaani unajiweza, una muonekano unaoeleweka, kila mtu kwa muonekano huo mbele za Mungu ni wa thamani. Haleluya. Acha zako bwana. Yaani kwani vipi? Yaani wewe unamgua bia, mwingine na givi, maisha haya. Yesu ametumba sote, hata hivyo kaburi nini? Acha hizo. Yaani wewe ni mweupe, wengine ni weusi, hivyo. Mungu ametumba tumtukuze. Yaani wewe jiulize, yaani wote tungekuwa aina moja, kwanza ingekuwaje? Si unaona tu hata nguo hatujavaa zinazofanana. Labda tu anakwaya. Huyu nyekundu, huyu nyeusi. Na wote tuko ni maua mbele za Mungu. Haleluya. Acha kiburi bwana. Acha hizo. Jeneza, yaani kaburi na mgoja kila mtu. Yaani hivyo. Acha kiburi. Lakini kuna watu wenye kutukana. Tunaishi ulimwengu ambao utafikiri kuna sanduku la matusi. Hivi wapendwa, mmeisikia hiyo? Sanduku la nini? Yaani kuna sana jiuliza sasa, jamani, pastor, hivi ameandikwa kwenye karatasi au anatoa wapi? Siku moja nilikutana na katoto kama miaka 4 pale. Miaka mingapi? Mimi huwa nikiona watoto na wagusa kwa karibu. Na nikaona kako barabarani mazingira ambayo kako kenyewe. Lakini kanakula mabuyu. Ili nitengeneze urafiki, nikamuomba buyu. Unajua yule mtoto alitukana tusi kubwa hili. Nikashtuka. Kuna nini? Lakini ametukangamia mtoto. Kwa nini umenitukana? Nimekutukana kwa sababu umeniomba buyu langu. Na ananyosha maelezo. Kuna matusi ya watu wa siku za ngapi? Na yani hapo tusi, unajua ibilisi ni mhuni sana. Tusi lao kubwa analotukana ni mahali walipotokea. Yaani anatukana mahali alipofanya, kwenye kiwanda alichofanya nini? Sasa unajiuliza, kiwanda kimekufanyaje? Matusi hawatu wa siku za mwisho ni ya kutisha sana. Yaani kiwanda kimefanyaje kwa mfano? Yaani ugomvi wenu nyinyi wawili unahusiana nini na kiwanda? Yaani inahusiana nini na mahali ulikotokea? Mimi nasema jamani, wapone. Jamani, wapone. Bwana. Sasa inakuwaje kwanza hata hivi? Yaani kuna maumivu fulani unakutana nao, unasema Bwana, ni matusi ya siku za nini? Matusi ya siku za mwisho. Yaani wasiotii nini jamani? Wazazi wao. Yaani tu mzazi wake, kuna mwingine hata kumtambulisha mzazi wake. Anaanza kusema huyu ni yaani ndugu yake na mama. Ndugu yake na mama? Mama alikuleta duniani. Yaani hata kama mdomo ungepinda ukafika huko.
mradi hakukubania mapajani, ulikuja duniani kaa kwa kutulia. Yeye amekuleta. Jamani, kuna wengine wakifika mjini, wazazi watieni moyo watoto wawatii jamani. Yaani mtu akifika mjini mguu juu, hakumbukagi kama aliwahi kuzaliwa. Yaani kuna mwingine ameshamuua mzazi wake marahisi. Kila siku anasahau kama alituchangisha kwa baba amefiwa. Akarudi akachanga tena. Mara ya tatu tukamuuliza rafiki, unasahau kama ulituambia umefiwa? Yaani amefiwa. Mara ya kwanza amesema amefiwa na mamake, tukachanga. Mara ya pili akasema amefiwa, tukachanga. Mara ya tatu sasa tukaanza kuuliza, jamani, huyu rafiki si alisema amefiwa na mamake huyu? Ni watu wanasema, ala, kitabu sikiko hapa. Hii ni mara ya tatu. Yaani mama anauawa, anazikwa, anafufuka tena. Anauliwa, anazikwa, anafufuka. Watu wasiotii wazazi wao. Ulimwengu uliooza. Yaani sauti ya mzazi ni kama kelele masikioni mwa mtu. Na mimi nawatia moyo watoto tuliozaliwa humu. Vuta sauti kwa mzazi. Acha kutoa ufahamu. Unajitengenezea kaburi la mapema. Watii wazazi. Saa nyingine, ngoja nikwambie, nyakati fulani amezeeka. Wakwangu mimi ana miaka 87. Huyo ni mama mzazi. Wakwe mwingine ana 82, mwingine ana 79. Ni watu wazima. Na saa nyingine anaweza kukueleza kitu sio cha maana, lakini kwa kuwa ni mzazi anasikilizwa. Haleluya jamani. Methali anasema usimdharau mzazi wako. Isachi hiyo. Ajapokuwa ni mzee. Yaani hata kama ni mzee kabisa anajiendea, hupaswi kuonyesha dharau. Malaika wanaosaidia maisha yake wanakuona. Acha hizo cha kusema mama msumbufu bwana. Kila saa anaita, mama unaita nini? Nimekuwekea mdada wa kazi hapo, wewe. Nenda pole. Watu wa siku za mwisho hawatii wazazi. Nataka kutie moyo Mkristo mwenzangu. Msaidie mtoto wako ahofu sauti yako. Ajue anayeongea ni mzazi. Kwa sababu vinginevyo anatimiza unabii wa siku ngapi jamani? Za mwisho. Lakini basi kuna watu wasio na shukurani, lakini pia wasio safi. Wasio na shukurani. Yaani unamfanyia jambo, unamfanyia kitu, unamfanyia mwisho wa siku anaona kama vile wewe unapaswa kufanya hivyo. Jamani, tuko pamoja? Yaani mtu mmoja aliwahi kusimulia kisa, anasema baba mmoja alifariki kwenye familia. Alafu watoto wakamuuliza mama, siku zote ulikaa pembezoni mwa baba, ulikuwa unamdai nini baba ili sasa tukulipe? Sikiliza, unajua anasemaje? Baba yenu tangu amenioa mpaka umri huu tulio nao hajawahi kuniambia asante. Hilo ndilo deni aliloenda nalo kaburini. Wasio nani jamani? Yaani saa nyingine sio lazima kitu kiwe kikubwa. Yaani tu kitendo cha kwamba mtu amekutumikia, ameingia jikoni, amepika, amenyosha, si useme tu asante. Yaani usione kwamba si nimeleta hela zangu nazipasi basi au zipiki. Si haziwezi kufanya hicho kitu. Lakini kuna vitu vidogo vidogo vinavyoweza kutendwa kwenye maisha. Mtu amekufutia kiti, mtu amekusogezea ukakaa. Onyesha shukrani. Jamani, tuko pamoja? Lakini onyesha shukrani mbele za Mungu. Kwa mfano sasa hivi hapa unajua kama hali sasa tunajikuta tunapiga kampeni ambapo ilipaswa isiwe kampeni, lakini iwe tu kwamba Yesu Kristo amenifanyia nini na mimi napaswa kufanya nini. Haleluya jamani. Yaani kwamba kama yeye alidhalilika kwa ajili yangu, na lakini kama alinisafirisha mwaka mzima, hata kama nililazwa lakini nilitoka. Hata kama nilifiwa lakini Mungu alinifariji, niko strong. Hata kama nimepitia uzoefu mgumu, labda watoto, familia na nini, lakini nipo. Amina. Wakati wengine wamekuwa machizi kwa jaribu hilo, mimi nimelivuka salama. Amina. Yaani wengine wamelazwa hospitalini wanapumulia oksijeni, lakini mimi natembea kwa miguu yangu na nimekuja kumwabudu Mungu. Ulipaswa kutoa shukrani. Mbele za nani? Ulipaswa kushukuru kwamba na kushukuru Mungu wa mbinguni. Lakini wakati gani ungeandika hata kadi nzuri ya maana?
ukaiweka pembezoni kwa mto, kadi ya kumshukuru mumeo, kadi ya kumshukuru mke wako. Wakati fulani andika kadi ya kulishukuru kanisa namna lilivyokulea mpaka leo una survive huko kanisani. Haleluya. Wakati fulani andika kadi ya kumshukuru mchungaji wako namna anavyokuhudumia. Mtie moyo hata siku moja kwa kumshukuru, nenda uombe naye ili kuitambua huduma yake. Haleluya jamani. Yaani wakati fulani kamshukuru mama yako, kamshukuru baba, shukuru mtoto wako. Kuna watoto wengine ni wema mno, anafanya kazi akisema Bwana narudisha fadhila kwa wazazi wangu. Siku nyingine mwandikie, sio kila saa tuna hukunu tena mahemba. Siku nyingine mtumie tu kama message mwambie wala leo sijakupigia kwa sababu nataka kitu. Leo nimekupigia kukuambia asante mwanangu. Haleluya jamani. Vinginevyo unatimiza unabii wewe mwenyewe kwa sababu huna nini? Huna shukrani. Lakini kuna watu wasio safi. Tunapozungumza watu wasio safi, yaani mtu asiye safi yuko hivi. Pamoja na mengi mimi nitasema machache. Mnaweza mkazungumza naye hapa jambo na mkajadili kwa pamoja na mkafikia mahali mkafikiana, alafu mkasema sasa kwa namna tulivyojadili na mahali tulipofikia, nadhani tuombe, hatuna haja ya kuliendeleza na hakuna haja ya kulifikisha tena mahali pengine kwa mtu mwingine. Alafu akitoka hapo yeye ni wa kwanza. Unajua kikao kilikuwa cha kwako, au tumejadili tukasema Bwana ili kumsaidia fulani atakayeenda kumuona ni fulani. Kabla hajafika umeshatangulia kule mbele, umeshaongea na hujatumwa. Yaani hiyo ni tabia ya kutokuwa safi. Jamani tuko pamoja? Huo ni uchafu wa tabia. Au unajua kabisa kwamba fulani ana tabia fulani ambayo si njema, na unaijua vizuri, na unasikia anasema anafanyaje, anafanya, alafu wewe unasema ukikutana naye unatabasamu, au mkiwa mnasengenya unasema ombe kioko safu manani. Yaani uko kutokuwa safi. Maana Biblia inasemaje? Ndugu yako ukimwona na tatizo muambie. Si ndio Kristo huo? Mungu amekusogeza karibu na hilo tatizo ili wewe ulitatue. Haleluya jamani. Ombe kioko. Na unakijua. Kwa nini usiseme? Huko ni kutokuwa nini? Huo ni uchafu wa tabia. Na mengine mengi yanayofanana na hiyo. Yaani kuna vitu tu unanajisiana navyo, lakini pia kutokuwa safi ni pamoja na kuangalia mapono, pornografia, picha za ngono. Yaani umekaa tu hapo na kasimu chako una zoom tu yaani huko ni kutokuwa safi, unanajisi mawazo. Kwa sababu huyo mtu anayefanya ngono hapo wewe unamwangalia ili nini? Yaani ili mwisho wasi, yaani hatima nini? Unaenda kufanya masturbation? Au unaenda kupractice kwenye familia yako? Huko kutokuwa safi. Kwa sababu nani anayetakiwa kuamsha usikivu wa wewe kuingia kwenye kufanya ngono? Ni yule mtu ambaye umefunga naye ndoa. Sasa huyu mtu wa mtandaoni anakuamshiaje usikivu bwana? Huko ni kutokuwa nini jamani? Watu wa siku za mwisho. Ukifanya hivyo unatimiza unabii. Natamani ugeuke. Lakini kuna watu wasiowapenda wakwao, nafikia mwisho kwa sababu sitaki watu wa mamba waondoke bila kuimba hapa. Jamani Bwana asifiwe. Kuna watu wasiowapenda wakwao, mengine tutaendelea kesho. Wasiowapenda wakwao. Yaani ni ndugu wako mwenye ndugu yake kabisa. Jamani tuko pamoja. Tendewa jambo gumu kabisa linalouma. Na kwa kweli katikati ya uzoefu huo na kutembea, hata moyo ukao unagugumia, hata namna kutoa msamaha imemuumiza, ameshindwa kufanya hivyo. Na natamani Mungu amtie uwezi kusamehe weka. Ngoja niwaambie, sisi ni wadhambi. Hatujui kupenda wala hatujui kusamehe. Tuko pamoja wapendwa wa Kristo wenzangu? Hatujui kupenda wala kusamehe, ni mpaka Kristo ambaye ni chanzo cha msamaha, chanzo cha kupenda aingie moyoni. Haleluya. Akiingia kwenye hiyo center inawezekana. Hata inawezekana umetendewa jambo ambalo linauma, hata limeacha majeraha na makovu moyoni, na unatamani Roho wa Mungu akusaidie, akutie nguvu za kutamka msamaha.
kwa ajili ya unatamani kutamka msamaha juu ya mtu fulani, unaweza ukatembea ukaja hapa. Kama kuna mtu kama huyo, kama upo unasema kwa kweli nimetembea na hichi kitu miaka mingi, kila nikijaribu kuvumilia, kila nikijaribu, lakini naona kabisa ni unafiki, nashindwa, sina nguvu za kutoa msamaha, lakini nataka Roho Mtakatifu anisaidie niweze kutoa msamaha. Unaweza ukatembea ukaja. Kama yupo, kama upo wewe tembea uje. Tembea uje. Tembea uje na Mungu akutie nguvu. Mungu akubariki sana unapovuta hatua. Mungu akubariki unapovuta hatua, ubarikiwe. Yaani kama una hiyo hali, wewe tembea uje tu. Yaani nikwambie kitu, hapa ni wokovu wako, hapa ni uzima na mauti. Yaani wala sio maana hata usipokuja ina maana kwamba Kristo si anauona tu moyo kwamba kuna huyu hapa ana ugomvi na huyu, kuna huyu ana ugomvi na huyu, kuna huyu ana ugomvi na huyu. Kwa sababu huji mbele za mwanadamu. Lakini kuja hapa ni tendo la imani. Ni tendo la imani, yani tendo la imani. Pasa njoo uombe na watu wa Mungu. Mshike tu mtu mkono, ukimshika mkono, Roho wa Mungu atagusa maisha. Pasa Temba karibu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Nataka nikuambie Roho Mtakatifu, kiongozi aamini, atatoa msamaha. Haleluya. Sio wewe ila yeye moyoni mwako atatoa msamaha. Haleluya jamani. Na kutia moyo. Yuko mtu fulani mwingine amebaki. Kuna aliyemkosea mtu, amekosa ujasiri pia kwenda kumuomba msamaha. Kama pia na wewe upo, njoo. Yaani umemkosea mtu, lakini kila ukipima maji unaona kwamba ni wale wakali wa siku za mwisho ambao hata ukisema usogee karibu kumuomba msamaha, wewe unasema hapa haiwezekani. Wewe na wewe pia unaweza ukatembea uje. Kama yuko mtu wa namna hiyo. Lakini basi pia kwa namna pekee ninapenda kutoa wito. Jamani msiongee sasa, mimi si ndio huko mbele naongea. Yaani ukianzisha gumzo, yaani tuko kwenye wito, tuko kwenye saa ya uzima na mauti. Kama unalea wazee kama mimi, kama unalea wazee na unatamani Mungu akupatie neema ya kulea wazee, maana wana neema yao, wanahitajika uvumilivu na ujasiri. Kama unalea wazee, njoo tembea uje hapa. Unalea mzee, kwa sababu kwa kweli nyumbani kwao ninalea watu wazima. Baba yangu au mama yangu ni mtu mzima. Natamani Mungu anitie nguvu, nimpende, nimhudumie, nimvumilie katika maisha yake. Unaweza ukatembea uje kama upo, lakini kama haupo basi. Ila kama upo tembea uje tukuombee. Kwa sababu hapo kwenye uzee hapo kwenye kulea wazee kuna baraka na laana. Maana pamoja na umri wao, akili zao zinaendelea kuwa ndogo, zinarudi katika udogo wao, lakini wanapaswa kutendewa mema yote na kuvumiliwa to the maximum. Lakini ukifanya tofauti, wale malaika wanaona kinachoendelea. Mungu akubariki. Mungu awatie nguvu. Mimi nataka niwatangazie kwamba Yesu Kristo aliyewafia, Yesu Kristo aliyeruhusu hao wazee waingie mikononi mwenu, nataka nikwambie kwamba atawasaidia. Haleluya jamani. Atawasaidia, mtawalea na kuwasaidia katika safari yao ya mwisho wa maisha yao. Bwana asifiwe sana. Sasa nina wito wa mwisho, ni wa sisi sote kujitoa mikononi mwa Mungu. Tumejifunza habari za dalili za siku za mwisho. Inawezekana una dalili moja au mbili au huna, lakini unatamani Mungu akutie nguvu, na unaweza kusimama. Unasema nini? Kwa kweli kwa hizi dalili naona kuna mahali mimi sipendagi suluhu mimi, au kuna mahali mimi kwa kweli ni mkali mpaka najiuliza kwa nini nafika hatua hii. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Mungu awatendee mema. Mimi nataka nikwambie Roho wa Mungu yuko mahali hapa. Wala hata kuacha utoke bila kukusaidia. Haleluya jamani. Atatusaidia. Bwana asifiwe. Hajatuita chini ya hii miamba bure. Ametuita hapa ili aokoe maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Usiogope, mwambie. Kuna wengine huenda wana kundi moja wapo hapa wameshindwa kutoka. Mwambie Yesu moyoni. Mweleze tu. Mwambie kabisa, Bwana, nataka msaada wako. Na nataka nikwambie wala hata kupungukia. Yeye ni Mungu aonaye moyoni. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Amina. Tutaimba 168 mafungu mawili. Kiongozi wa nyimbo tafadhali, 168, tarumbeta ya mwana itakapolia, mara itakapopambazuka. Nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yakiitwa, jina lako lifanye nini? Liwepo. Nifanye nini jamani? Liwepo. Haleluya. Amina. Karibu.
Tarumbeta ya mwana. Tarumbeta ya mwana tuimbe. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika namo, majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Tutende kazi kwa Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu, nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Mungu wetu unayetamalaki milele, wewe ulimvuvia kijana mdogo kabisa kupitia mdomo wa Paulo, ukionyesha siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Hizo siku za mwisho ndizo hizi tulizo nazo, tunayashuhudia, na hata sisi wenyewe yametulemea. Ndio maana saa nyingine kutokana na kuwa na hasira kupita kiasi, tumekuja miguuni pako ili uweze kushusha hasira zetu. Saa nyingine tunalea wazazi wetu, lakini kwa sababu ya matendo yao tunafika mahali tunashindwa kuwahudumia. Wengine wamekuja hapa kuomba msaada wako, uwape nguvu na uvumilivu katika kuwalea wazazi. Tunaomba Bwana ukawasaidie. Wengine wamekuja hapa hawana amani na watu wa kwao. Wengine wamekuja hapa ni wale ambao wanashindwa kuvumilia, hawana uvumilivu. Bwana, mtumishi wako ameyasema, ametoa orodha ndefu uliomwambia Timotheo, na orodha hii hakuna hata mmoja anayesalimika. Ndio maana hata wale wengine ambao hawakuja kwa miguu yao hapa wamesimama huko walipo, kwa sababu wanakiri kabisa ni vigumu kutimiza haya yote ili tuweze kuepukana na hizi hatari za siku za mwisho bila wewe. Ninaomba ukawe Bwana katika maisha yetu. Ninaomba wewe Bwana ukawe mume katika maisha yetu. Wewe Bwana ninaomba ukawe mwokozi katika maisha yetu. Wewe Bwana uliyesema tukilemewa tukija kwako utatuondolea nira. Tunaomba Bwana utuondolee nira ya mizigo. Kawabariki wale wa mashambani wafanikiwe. Kawabariki wale wafanyabiashara wafanikiwe. Kawabariki wafugaji wafanikiwe. Kawabariki watoto wao walioko mbali na hapa, ili mradi kila kitakachosikika baada ya kambi hili la amani. Tunamshukuru Mungu kwa kutuonekania katika kambi la amani. Hata kama hatupendi suluhu, sisi wenyewe tukiangaliana tunachukiana. Nawe ulisema huwezi kumpenda Mungu ikiwa unamchukia ndugu yako. Ninaomba ulete suluhu
kati ya kanda hii ya kambi la amani. Watu wako naweka mikononi mwako. Roho yako Mtakatifu anayejua kusema nao kwa lugha ya upole aseme nao sasa. Hata pale wanapofanya makosa, yeye anajua namna ya kuleta, kwa sababu huugua anapoona hatuendi sawa. Anapoleta haja zetu katika kiti chako cha rehema, Bwana tunakuomba usikie na utusamee na ufanye sawa sawa na mapenzi yako. Tunapojiandaa kuja kesho, tuandae tena kwa ajili ya wokovu wa kesho. Tunaomba tukiamini umetusikia kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Jamani, Mungu awabariki sana. Mimi sio mwalimu wa nyimbo, lakini niliwaahidi kwamba watu wa miamba wataimba. Sasa watu wa miamba, si hatutoki hapa mpaka mtuimbie.